Kipchumba Murkomen, waziri wa usalama wa ndani, alilazimika kuondoka katika kaunti ya Kericho baada ya kukataliwa na kuimbiwa nyimbo za one term. Kumbuka kwamba Kericho County ni mojawapo ya kaunti ambazo ni ngome ya Rais William Ruto. Nandi, Uasin Gishu, Kericho, Baringo, Elgeyo Marakwet, Bomet na kaunti zingine. Lakini Kericho iliweza kumuonyesha cha mtema kuni Kipchumba Murkomen Onesmus, waziri wa usalama wa ndani. Sijui ni kipi ambacho kiliweza kusababisha mpaka akaanza kuimbiwa one term, ikabidi akakimbia kuelekea kwa ndege yake ili imuondoe pale kuelekea Nairobi. Kumbuka kwamba huyu ni waziri mwenye anasimamia maafisa wa polisi wote Kenya nzima. Mambo yamechemka. Tafadhali ninakuomba unapotazama hii kanda, like video, bonyeza kengele, yani like video, subscribe na usambaze hii kanda tafadhali. Kuna watu ambao wamekuwa wakisema kwamba Rais William Ruto hakuna haja aweze kujipigia kampeni katika eneo la Rift Valley. Lakini ninashangaa, hii kaunti ambayo alikuwa anasema kwamba hawezi akapiga kampeni, ama hili eneo ndilo linazidi kumkataa. Juzi niliwaundia kanda hapa jinsi ambavyo viongozi wa chama cha UDA walifukuzwa kutoka eneo la Nandi, constituency ya Nandi Hills, watu wakafikiri ni uongo. Sasa ndio hii kaunti ya Kericho imekataa waziri wa usalama wa ndani, na kipindi ambapo unakataa waziri wa usalama wa ndani ama unakataa waziri yeyote wa serikali, ni ishara kwamba umeweza kukataa serikali nzima. Ni ishara kwamba wananchi hawataki serikali. Tumekuwa tukielezwa kwamba watu wa eneo la Rift Valley wapo kwa serikali kwa 100%. Lakini mambo yamebadilika. Ni kwa nini? Yaweza ikawezekana kwamba wananchi ambao walichaguliwa kutoka eneo hili la Rift Valley hawajaweza kuwafanyia wananchi kazi inavyohitajika. Wananchi walielezwa kwamba mtoto wenu Arap Samoei akikuwa rais mtapata maendeleo mengi, serikali itakuwa yenu. Lakini ukiweza kuangalia wabunge wengi, hata magavana, hata maseneta hawajafanya chochote. Wameenda wamelala fofofo, usingizi mnono. The way kiongozi wao William Ruto amelala, mpaka lini wananchi wataendelea kuteseka? Watu wangu kutoka Kericho, Rift Valley, mpaka lini mtaendelea kuteseka eti kwamba huyu ni mtoto wenu?
eti kwamba hata kama msipopewa maendeleo bora nyinyi ndio mko madarakani. Hapana. Cha msingi tu, hata kama ni mtoto wenu, at long last, kitu ambacho tunahitaji kwa ground ni maendeleo. Bila ya maendeleo sisi si watu. Bila ya sisi kuundiwa barabara, hapana, hiyo serikali si yetu. Kitu kingine, ukiangalia hawa viongozi ambao wako karibu na Rais William Ruto, hata Gachagua amekuwa akilalamika kwamba hawa viongozi ambao wanakaa karibu na William Ruto wanaishi maisha ya kifahari, hata wanaonyesha wananchi. Kipchumba Murkomen ni miongoni mwa wale mawaziri ambao wanavaa saa ya milioni 5 kwenda juu. Unaona kama hii saa yangu ya shilingi 200. Kipchumba Murkomen anavaa saa ya shilingi milioni 3 kwenda above. Miwani ambayo anavaa ni ya shilingi 300,000. Kiatu ambacho anavaa rubber shoes ni ya shilingi 500,000. Alafu nataka wananchi wakupende. Mnaishi maisha ya kifahari, lakini mwananchi wa kawaida yeye anateseka. Jamani, vitu kama hivi ndivyo vimechangia wananchi wanakataa serikali. Bwana Ruto, juzi tu niliweza kuandika kwenye mitandao yangu ya kijamii upande wa Facebook. By the way, ukinifuata upande wa Facebook Eagle Ezra, niliweza kuandika kwamba itakuwa ni mtihani kwa Rais Ruto kupata hata kura 50% kutoka eneo la Rift Valley. Watu wengine wakanipinga. And I know what I'm saying. I have so many friends in Kericho. Niliwaambia mimi nilelelewa Kericho. So I have so many friends in Kericho. Sometimes ninawatembelea. Ninafanya poll kwa ground. Naongea na akina BTM. Na wauliza, je, nyinyi mnaonaje? Akina Bomori na wauliza mnaonaje? Watu wanafikiri kwamba ninawadanganya kwamba William Ruto kupata 50% ya kura kutoka eneo la Rift Valley itakuwa ni miujiza. Kwa sababu watu hawa waliweza kumpigia kura kwa 1% kubwa wakiwa na imani kwamba kuna maendeleo ambayo hawakuwa wamepata kipindi cha hapo nyuma, sasa mtoto wao ndio yuko madarakani watapata. Juzi niliona Gachagua akizungumza kutoka kwa vituo vya redio akisema kwamba William Ruto anaenda Nyanza anapeleka maendeleo, anapeleka sehemu zingine maendeleo, lakini eneo la Rift Valley hapeleki. Akienda pale anaenda tu misa ya kanisa. Nimeona Kipchumba Murkomen anapiga kelele, namwambia Gachagua, wewe you are impeached, nyamaza. William Ruto hakuchaguliwa aweza kufanya kazi Rift Valley peke yake. Kipindi ambapo hata kana kwamba umepata kazi Nairobi, hauwezi ukajenga Nairobi peke yake. Pale nyumbani kwako penye umetoka, weka hata nyumba ya mabati. Si kama umepata kazi Nairobi ujenge Nairobi peke yake. Nyumbani kwako, nyumbani kabisa, weka hata nyumba ya mabati. Wageni wanaweza wakakutembelea. Sasa William Ruto barabara Mumi barabara, hakuna barabara, hajaweza kuwaundia. Kitu kingine, ajira, kazi hamna. Viongozi hawa wako so arrogant, wale ambao wanamzunguka kina Murkomen, akina Oscar Sudi, yani they are so arrogant. Hata ndio inafanya wananchi hawataki serikali kabisa. Mimi sitaki kukula mengi, naomba muweze kunipatia wazo lako. Je, unaonaje hii serikali itarudi kweli? Kwangu mimi Bwana Ezra, hii serikali ni one term.